such kwamba na speech hapa, pana. Tumekutana tu kwa ajili ya kujuana, na tunawashukuru pia for being very reliable partners in our country's development journey. Hiyo all the time tukikutana lazima tuliseme. Lengo la kikao hiki kwa kweli, kama alivyosema katibu mkuu, ni mosi, kujitambulisha kwenu rasmi kidogo. Tunajuana, tunakutana, lakini kujitambulisha kwenu rasmi zaidi, kwa sababu kila baada ya uchaguzi mkuu ukiisha, Mheshimiwa Rais huwa anaunda serikali. Serikali inaundwa upya kwa maana ya taasisi na watu wanaoingia kwenye serikali hiyo. Kwa hiyo baada ya uchaguzi mkuu, rais anaweza kubadilisha wizara, akaziunda hivi, ipeleka hapo, ndio mamlaka katiba alionayo. Na kisha kuunda hizo structure, anaanza kuweka watu mle kwenye hizo taasisi, na anatoa kitu kinaitwa ministerial instruments. Ndio maana mtu anakuambia waziri ndio mwenye instrument. Waziri, unakuwa waziri kwa sababu umekabidhiwa instrument ambayo inakwambia majukumu yatakuwa haya na haya, inakwambia pia nani atakuwa chini yako na nani hatakuwa chini yako. Kwa hivyo katika instrument yetu ya mwaka huu, hii baada ya uchaguzi mkuu ambao Mheshimiwa Rais ametoa, ofisi yangu, ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, iliongezewa majukumu mapya matatu. Kwanza, kuratibu program za umaskini, program za kuondoa umaskini nchini. Zamani ilikuwa wapi katibu mkuu? Ilikuwa Wizara ya Fedha au wapi? Program za umaskini kwa Wizara ya Fedha. Kwa zamani ilikuwa Wizara ya Fedha. Kwa hiyo imehamishwa sasa, tunairatibu sisi, na nimempa ile jukumu Mheshimiwa Naibu Waziri anisaidie kulisimamia kwa karibu zaidi, kwa sababu program zetu zote ambazo tunazifanya zinapaswa kulenga kuondoa umaskini. Hakuna maana yote kukuza uchumi kama uchumi huo ukuaji wake hautusaidii kuondoa umaskini kwa watu wetu. So that is a very important role. Jukumu la pili ambalo nimekabidhiwa, of course tulikuwa nalo, ni kusimamia promotion ya export kupitia export processing zones, ambayo wenzetu wa TISEZA wananisaidia katika utekelezaji wake. La tatu ni kusimamia na kuratibu maendeleo ya sekta binafsi, kwa private sector development. Hiyo imekuja kwenye ofisi yangu. Zamani nadhani ilikuwa kwenye ofisi ya waziri mkuu, kwa hiyo imehama, wameileta huku kwangu. Kwa hiyo nilitaka kutumia kikao hiki kwanza kujitambulisha kwa mtindo huo, kwamba sasa mimi Kitila Mkumbo ndiye waziri wa nchi, ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji. Majukumu yangu mojawapo nilionao, pamoja na majukumu mengine nilionayo, ni pamoja na kuratibu shughuli za sekta binafsi, na mimi nimejipa title ya maendeleo ya sekta binafsi. Si mnipigie makofi au mnambagani? Sasa hiyo imeshatoka, mnataka mtaki, ndio kweli wote. Hiyo ni taarifa tu. Mpokee tu taarifa hiyo kwamba ndio iliyopo katika. Kwa hiyo niliona tujitambulishe hiyo, ili mjue mnapokuwa na shughuli zenu, changamoto zenu, uratibu, sisi tunasaidia kuratibu mchana ili kwenda kwenye serikali. Na it makes a lot of sense. Nadhani walio design walimshauri Mheshimiwa Rais properly kabisa, kwa sababu nimekabidhiwa jukumu la kusimamia utekelezaji wa dira 2050. Utekelezaji wa dira, watekelezaji wakubwa ni wawili, unaweza kuwagawa kwenye makundi mawili: sekta binafsi na sekta ya umma. Na sekta ya umma unaipata ni sisi serikali, lakini actually sekta ya umma katika utekelezaji wa dira ni hususan mashirika ya umma, public sector investment, na yenyewe ipo kwenye ofisi yangu. Kwa hiyo ili kuleta a good marriage between the public sector and the private sector, I think it was Excellence was properly advised kwamba the private sector development coordination should also be in the same office. See, it makes sense, so we have the private sector, we also have the public sector.
Kwa hiyo hapo then dira inaweza kutekelezeka. So that is the role. Kwa hiyo we have Bwana Nehemia Mchechu akitusaidia kwenye mashirika ya umma, na huku tunayo private sector, and I will say a little bit more about that one later. So that was my first objective. Kwa hiyo ndio maana baadaye nitaka muongee sasa katika muktadha huo, mtakapotoa salamu zenu, I will have my ask what I want from you when you come. Kwa kazi zangu kubwa sasa zitakuwa mbili katika maeneo hayo. Ya kwanza ni ile ya kawaida ambayo nimekuwa nikifanya, kuendelea kusimamia ratiba na kuhakikisha kwamba mazingira ya biashara na uwekezaji yanazidi kuimarika. That is my role, and there is no way you can actually talk about private sector development without talking about improvement in the business and investment environment, because private sector means these are the guys who are doing business. Kwa hivyo hiyo ndio kazi yao kubwa. Lakini ya pili ndio hiyo sasa, kusimamia mwenyewe maendeleo ya sekta binafsi and how we organize ourselves. Kwa baadaye nataka kwenye salamu zenu mseme what do you want me to do in that regard, kwenye your big lakini my vision is very clear. We need kwenye vision we need two things, many things, but two things. Kwa maana ya utekelezaji, we need a capable government. This is no doubt. The government must be capable, must be strong, ili iweze kutekeleza majukumu yake sawa, institutionally, resource wise, also legally, etc. But you also need a capable private sector. Well, it is one thing to talk about the private sector, kama sekta binafsi ipo. It is another thing hiyo private sector unazungumzia ikoje. So the vision here is really to have a strong private sector, ili tuwe na strong partnership between this public sector and the private sector. Lazima tuwe na partnership ambayo ni it is of equal. Ikiwa tu serikali strong alafu private sector ipo strong, mtakuwa mnaenda kwenye vikao, mmoja anatoa maelekezo, mwingine anapokea. So that is dangerous. Tunataka partnership, and dialogue cannot happen when you don't have, when the people dialoguing are not of the equal level. So that is the essence. Kwa hiyo my vision is very clear. We need a strong private sector. Kwa utakapokuja hapa kutoa salamu uniambie, ili tuwe na strong private sector tunahitaji mambo gani? So that is key. That is key. Nataka tunihakikishie kwamba serikali ipo makini kuhakikisha kwamba tunaendelea kushughulikia vikwazo vyote ambavyo vinakwaza, moja, ukuaji wa sekta binafsi, lakini pili, vinavokwaza mazingira ya biashara na uwekezaji, na ndio essence ya kuandika mkakati mpya wa kuboresha, kuimarisha mazingira ya biashara nchini, ambao wataalamu wameshakamilisha, mlitoa maoni. We now have the final document. Nataka niingize kwenye mchakato wa serikali, ili Mungu akipenda na Mheshimiwa Rais ikimpendeza, huo mkakati umeshakuwa ratified by or before tarehe 1 Julai 2026, ili uanze kutekelezwa mapema iwezekanavyo. Ni naibu katibu mkuu Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania. Nimekuja kumwakilisha mwenyekiti wangu wa taifa. Mimi kwanza ni kushukuru Mheshimiwa Waziri. Ukweli ni kwamba unatukoga nyoyo sana sekta binafsi sana, na kwa jinsi ulivyokuwa jasiri na sisi unatutia ujasiri mkubwa. Na Mheshimiwa Waziri, hii kikao ni muhimu sana, lakini tukimaliza hichi kikao, Mheshimiwa Waziri, naomba uitishe kikao kingine, iwepo wizara ya TAMISEMI, iwepo tena, ikiwezekana awepo katibu mkuu, ili awadhibiti wakurugenzi huko wanaoshika biashara. Iwepo wizara ya fedha, awepo katibu mkuu, iwepo wizara ya uchukuzi, iwepo kwenye hicho kikao.
iwepo Wizara ya Mambo ya Ndani, iwepo kwenye hicho kikao, ili sasa tuanze kushikana macho. Mheshimiwa Waziri, sisi tunataka kukimbia, tumechelewa sana. Na katika mimi raha ulionipa kwamba sasa sekta binafsi itakuwa chini ya wizara yako, na kwa sababu tumepewa majukumu ya kutengeneza uchumi kwa 70%, lazima tuwe tayari kufukuzana kwa wale wanaotushika mikono, kwa wale wanaotushika mashati, tuwe tayari. Mheshimiwa Waziri, huko nje kuna mentality za baadhi ya watumishi au wataalamu wanashika sekta ya biashara, na sisi hatutaficha kukuambia ni nani yuko wapi na anafanya nini, tutakwambia na tuwe tayari kumshughulikia. 70% tuliopewa sio mchezo, na mentality za watumishi zianze kukaa hapa. 70% tuliopewa inataka maamuzi sahihi na magumu. Ukisikia mtu anakodisha nyumba anasema 3 bedroom house, 2 bedroom house, hakuna mtu anayesemaga corridor, hakuna mtu anayesema sitting room, hakuna mtu anayesemaga jiko. Ili hizi biashara zote ziende, kuna watu wanaofanya shughuli nje ya nyuma ya pazia ili mambo mengine yaende. Sisi watu wa huduma za shule, vyuo na hospitali tunafanya kila kitu tunachokiweza tukifanye ili wanaofanya ile biashara wafanye biashara. Mheshimiwa Waziri, kuna tatizo la lugha kati ya huduma na biashara. We need to unpack and repack the definition. Kama kila kitu duniani kitaitwa biashara, tutakwama mahali. Huduma ziko over regulated kiasi kwamba hata bei ya huduma unayotoa nayo iko regulated. Tusipoenda tukaangalia tax regime yetu, tusipoenda tukaangalia financing regime yetu, tusipoenda tukaangalia cost of capital, cost of investment, cost of acquisition. Shule moja ya sekondari hapa mjini ukitaka kujenga lazima uwe na eka 5. Hizo ni sawa na viwanja 30 vya kujenga. Kiwanja cha mpira cha shule yangu ni 70 by 70. Lakini ukiingia kwenye tax regime wamesimama wanaita ni land. Kwa ili tuweze kusupport nyinyi muweze kufanya biashara na tuweze kuprosper, we need to redefine. We need to unpack and repack. We need to deal with the mindset. Hilo la kwanza. Na pili, nimesikia unaongea mambo ya private sector na public sector. Lakini public sector na private sector is on business. Sasa kuna public sector na private sector on services. These are different animals and they talk different languages. Unless and only if unaweza kutuvusha kwenye hilo, utamaliza muda wako, utatuacha sisi na makovu yetu na vidonda vyenye usaha. La pili ni objectives za ile master plan kama zimealign vizuri na Vision 2050. Na tunashukuru pia tulikuwa na Mr. Kewe ambaye alitucheck through na vitu vingi tumealign. Kwa katika ile utekelezaji wa ile master plan ya Wizara ya Fedha, tuna utaratibu pia wa kukutana, wametenganisha kwenye subsectors 5. Kuna banking, microfinance, insurance, capital markets, social security pamoja na capital markets, ambayo sasa kwa pamoja tunatakiwa kutimiza malengo ya ile master plan. Kwa hiyo in alignment na Vision 2050, TBA tuko tayari kuwa sehemu ya kuwezesha Watanzania kwa ujumla, lakini pia tumeshaandaa mikakati mingine inaendelea. Tumeona sasa hivi BOT wako kwenye hatua za mwisho za kuunda institution ambayo itadili na credit guarantee. Kwa hiyo kunakuwa na standalone credit guarantee institution ambayo sasa inaenda kuwezesha wawekezaji au Watanzania ambao watakosa dhamana, ile ita boost up kwa ajili ya kugarantii kwenye mikopo yao.
Lakini pia tunashukuru Wizara ya Fedha kwa kushirikiana tena na sekta. Sasa hivi tumeshapeleka bili, nimeshasoma mara ya kwanza, ya kuwezesha wale ambao hawana, tulizoea kutumia collateral kama nyumba au ambavyo immovable. Sasa hivi sheria hiyo ikishapita ni kwamba itaruhusu sasa wale wakopaji ambao wana dhamana zingine ambazo zinahamishika waweze pia kufaidi mikopo au access capital kutoka kwenye mabenki. Lakini katika hilo pia kuna haja kubwa ya kuendelea kuinvest kwenye elimu ya fedha, kwa sababu pale Watanzania wote kwa ujumla watakapoelewa umuhimu wa kutumia formal financial services, ni pale sasa ambapo tutaona ile the critical change ambayo tulitamani kuiona katika utumiaji wa benki, lakini pia katika kubadilisha maisha ya Mtanzania.